nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya 6 ya Pasaka mwaka A. Ujumbe wa masomo ya leo ni Roho Mtakatifu analeta mabadiliko chanya ya kimaisha huku akitujaza uweza wa kumtumainia Bwana. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 8 na wa 14 hadi wa 17. Tusikilize somo. Filipo aliteremka akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohane, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 3 mstari wa 15 hadi wa 18. Tusikilize somo. Ndugu zangu, muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalosingiziwa watahayarishwe wale wautukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni Injili ya Yohane sura ya 14 mstari wa 15 mpaka wa 21. Tusikilize somo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambayo ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tunaona jinsi baada ya hujuma na mateso yaliyopelekea baadhi ya wafuasi kuuawa, akiwemo Stefano, Wakristo wengi walikimbia Yerusalemu.
Aidha, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kutawanyika huko kwa wafuasi kunasaidia zaidi uenezaji wa Injili badala ya kuzuia. Kwa nguvu ya Roho wa Bwana, Filipo mtume anawahubiria watu wa Samaria, nao wanalipokea vizuri neno la Mungu. Wanapokea uponyaji na kuwekwa huru kutoka utawala wa pepo wachafu. Jambo hili linaleta furaha kubwa katika mji wa Samaria. Hata watu wengi kwa kuwekewa mikono ya Petro na Yohane wanampokea Roho Mtakatifu. Yaani leo hii tungeweza kusema walipokea sakramenti ya kipaimara. Katika somo la Injili, Yesu anawaahidi wafuasi wake zawadi ya Roho Mtakatifu iwapo wataendelea kumpenda kwa kuzishika amri zake. Yesu pia, kwa kutambua kuwa wafuasi wake wamepoteza tumaini na kuingia wasiwasi, hasa pale alipowaaga kuwa anaenda kwa Baba, anawafariji kwa kuahidi kuwa hatowaacha yatima. Katika somo la pili, Petro mtume kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu anawafariji wafuasi wa kanisa la mwanzo waliokuwa matesoni kuvumilia magumu wanayopitia wakimwiga Kristo wanayemfuata, ambaye kwa kuteseka kwake kumewaleta wanadamu kwa Mungu. Kulingana na Petro, ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Ndugu zangu, katika Dominika ya leo tuna mafundisho yafuatayo. Fundisho la kwanza, Mungu ana uwezo wa kugeuza kinachoonekana kuwa kibaya kuwa chema na kisicho na thamani kuwa chenye manufaa makubwa. Katika somo la kwanza tunaona jinsi wakati ambapo kanisa lilikuwa katika mateso na magumu mengi, hata kupelekea wafuasi kukimbia na kutawanyika mbali na Yerusalemu. Ni wakati huo huo ndipo Injili ilienea zaidi hata katika miji mingine tofauti na Yerusalemu kama Samaria na kadhalika. Mungu aliyemweza wa yote aligeuza ubaya wa mateso na magumu ambayo kanisa lilikuwa linapitia kuwa kitu kizuri zaidi. Yaani, kwa kupitia mateso hayo, Injili au neno la Mungu likawafikia watu wengi zaidi. Wazo hili linaonekana pia katika somo la pili, pale ambapo Petro mtume anawafariji wa Kristo waliokuwa matesoni kwa kuwaasa kumwiga Kristo, ambaye kwa nguvu ya Mungu mateso yake yaliletea dunia upatanisho, ukaribu na Mungu tena ulioharibiwa kwa dhambi ya Adamu na Eva. Yaani, mateso ya Kristo yameleta wokovu, yameleta mwanzo mpya, yameleta mwanga tena na ahueni kubwa katika mahusiano yetu na Mungu. Ndugu zangu, wazo hili lina manufaa makubwa katika maisha yetu, kwani katika safari ya maisha yetu kuna nyakati tunakumbana na hali mbaya, mambo mabaya yanayotukatisha tamaa. Tunakutana na changamoto zinazotunyong'onyesha. Labda inaweza kuwa ni vifo. Katika familia ameondoka mtu muhimu sana kiasi kwamba inaonekana hakuna tumaini tena. Inaweza ikawa ni vita makazini mwetu. Labda kuna watu kwa sababu ya wivu au chuki wamekusababishia kufukuzwa kazi au kushushwa cheo au kukuchafua jina lako, na watu hawakuheshimu tena. Wanakunyooshea vidole, wanakuhukumu. Inaweza kuwa migogoro ya kifamilia, migogoro katika ndoa, au inawezekana umedhulumiwa mali au umefungwa jela pasipo haki.
Katika magumu hayo yote na mengine yote tunayoyapitia au tunayoweza kuyataja, masomo ya leo yatupatie faraja kuu. Masomo ya leo yatupatie tumaini kwamba hata katika hali hizo ngumu, Mungu aweza kugeuza au atageuza hali hizo mbaya kuleta hali nzuri tena katika maisha yetu, kwani hakuna linaloshindikana kwake. Jambo la pili tunalojifunza ni Roho Mtakatifu analeta mabadiliko chanya na matumaini makubwa kwa waamini. Ndugu zangu, katika masomo ya leo tumesikia jinsi Roho Mtakatifu alivyolisaidia kanisa la mwanzo la wafuasi wa Yesu, hasa katika nyakati ngumu walizopitia. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Filipo anahubiri Injili na watu wa Samaria wanalisikia na kulipokea neno la Mungu na kuguswa nalo, hivyo wanaponywa na kuwekwa huru. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Petro mtume anaweza kuwafariji Wakristo waliokuwa wakipitia magumu kwa sababu ya imani yao. Kwa nguvu ya Yesu mwenyewe anatambua umuhimu wa Roho Mtakatifu. Ndio maana anawaahidi wafuasi wake walio katika hali ya kukata tamaa kuwaletea Roho Mtakatifu ili aweze kuwaimarisha katika maisha yao ya kumfuata yeye. Hivyo ndugu zangu, leo tunaalikwa kutambua umuhimu mkubwa wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Katika maisha yetu tunamhitaji sana Roho Mtakatifu ili aweze kutuimarisha kiroho, kutupatia matumaini na faraja, hasa tunapokuwa kwenye magumu, zinapotujia nyakati ngumu. Zipo faida nyingi sana tunazozipata toka kwa Roho Mtakatifu, kwani ndiye atupatiaye mapaji yake 7: hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Roho huyu wa Mungu anatupatia pia matunda yake ya upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Kwa haya yote ndugu zangu, tunaona jinsi tunavyomhitaji Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Hivyo basi daima tumwombe Mungu atupatie Roho wake akae ndani yetu ili tuweze kuishi kama watoto wake. Na jambo la tatu tunalojifunza leo hii ni namna au jinsi ya kumpenda Mungu. Ndugu zangu, katika somo la Injili tumemsikia Bwana wetu Yesu Kristo akiwaelekeza wafuasi wake namna bora ya kumpenda Mungu. Yesu anawaambia, mkinipenda mtazishika amri zangu. Hivyo leo tunakumbushwa kumpenda Mungu kwa kuzishika amri zake. Tunaweza kumpenda Mungu kwa kuzishika amri zake pale tunapoishi amri kuu ya mapendo, yaani kumpenda Mungu na jirani zetu. Ndugu wapendwa, ni pale tunapoishi amri ya mapendo kwa Mungu na kwa jirani ndipo tunaweza kusema tumezishika amri zake, na hivyo tunapata baraka nyingi kutoka kwake na kufanikiwa katika yote. Tafakari na Padri Faustin Herman Emil CSSP toka Dar es Salaam, Tanzania. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli.